بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 22 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440, katika darsa ya kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi للعلامة صالح الفوزان حفظه الله، كتاب الزكاة. tulianza jana kuzungumzia utangulizi katika mlango wa zaka, na leo biidhnillah taala tutaingia katika kiini cha mlango huu, nao ni kueleza mwanzo kabisa zaka katika sheria na masharti yake. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. أسمى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والزكاة في الشرع، زكاة katika sheria, haqqun wajibun, ni haki ambayo ni wajib kuitoa, fi malin khasin, katika mali khassa, bimaana sio kila mali yatolewa zaka. Kuna mali khassa ambayo sheria imeamrisha itolewe zaka, li ta'ifatin makhsusatin, na zaka hiyo hupewa kikundi cha watu makhsusi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika kitabu chake. Fi waqtin makhsusin, katika wakati makhsusi kadhalika. Huwa tamamul hawli, nao ni kutimia kwa mwaka. Fil mashiyati wan nuqudi wa urudhi tijara, katika wanyama na an-nuqud pesa, wa urudhi tijara na bidhaa za biashara. Hivi vitu vitatu ni mpaka vipitiwe na mwaka. Wa inda ishtidadi al-habbi, ay iktimal an-numu, na wakati katika nafaka zinapokuwa zimetimia kufikia hali kuwa sasa zavunwa. Wa buduwi salah, ay dhuhur salahi, kudhihiri kuwa sahihi zile nafaka zaweza kutumika. Fi thimari, hapa ikizungumziwa matunda na nafaka. Wa husulu ma tajibu fihi min al-asali, na kupatikana kiwango ambacho ni wajibu kukitolea zaka katika asali. Na hapa katika suala hili la al-asal wamekhtalifiana wanawavyuoni kuwa je, asali yatolewa zaka au la.
na mimi nitasoma fatwa ya lajna daima ambao ni jopo la wanaovyuoni wa mamlaka, wasema hivi: laysa fil asali almuntaj biwasitati an-nahli zakat, asali inayopatikana kutoka kwa nyuki haina zaka. Wa inma tajibu az-zaka fi qimatihi idha a'addahu lilbay'i wa hala alayhi alhawl. Baitaingia katika nini? Urud at-tijara. Isipokuwa ile asali ikiwa imewekwa kwa ajili ya biashara, ikawekwa ikapitiwa na mwaka, sasa italipiwa zaka si kwa sababu ni asali, italipiwa zaka kwa sababu itakuwa ni bidhaa ya nini? Ya biashara. Wabalaghat qimatuhu an-nisab, lakini kwa sharti iwe ile asali ambayo umeiweka kwa ajili ya biashara qima yake, bei yake imefika nisab. Nisab tutakuja kuona hapa mbele maana yake nini. Wa fihi rubu' al-ushr, kama vile ilivyo zaka 2.5. kwa hivyo asal, wallahu a'lam, alqawl arrajih haina zaka. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah amekwenda kwa kauli ya kuwa asali pia yatolewa nini? Yatolewa zaka, na tutakuja kuzungumzia huko mbele biidhnillah ta'ala. Qala wastikhraju ma tajibu fihi min almaadin, kuna zaka nyingine ambazo sio lazima zipitiwe na mwaka. Akataja hapa matunda, nafaka, aliyotaja nafaka hizi, kadhalika akataja asal, kadhalika akataja almaadin, na hii tumetaja jana. Kwa mfano mtu akachimba akapata kile walichowacha watu wa jahiliya kama dhahabu ama fidda, amezipata nyingi mahali hivi, zile zatolewa nini? Zatolewa zaka, lakini haziongojei zipitwe na mwaka. Pale pale unapozipata ndio utazitolea nini? Utazitolea zaka. Wa ghurubu shamsi lailatal eid fi zakatil fitri, na zakatul fitri pia haiongojewi ipitiwe na mwaka, la, linapotua tu jua la tarehe 1 ya Shawwal kabla ya salatul eid, pale ndio wakati wa nini? Wa wujub, ni wajibu kutolewa nini? Kutolewa zakatu alfitri. Kwa tumeona kuwa zaka katika sheria ni haki ya wajib katika mali makhsus kwa watu makhsus na wakati makhsus. قال وتجب الزكاة على المسلم إذا توافرت فيه شروط 5. ni wajib kwa muislamu kutoa zaka yakikusanyika kwake yeye masharti 5. masharti haya 5 yakikusanyika kwake yeye ni wajib juu yake kutoa zaka. Ahaduha, sharti la kwanza linalotaja mojawapo katika masharti yale 5, alhurriyatu, awe yule mtu ni muungwana, yuko huru, si mtumwa. Fala tajibu ala almamluki, ama mtumwa sio wajib kwake yeye kutoa nini? Kutoa zaka. Liannahu la mala lahu, kwa sababu anayemilikiwa hana mali. Wama biyadihi mulkun lisayidihi, na kile kilichoko katika mikono yake ni milki ya yule anayemmiliki. Fatakunu zakatuhu ala sayyid, ikiwa itatolewa zaka basi itakuwa amtolea zaka nani? Yule anayemmiliki yeye. Kwa hivyo sharti la kwanza alhurriya, awe yule mtu yuko huru, ni muungwana, si mtumwa. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، awe yule mwenye mali ni muislamu. Hapa kuna sharti la nini? La uislamu. Fala tajibu ala kafirin, zaka haimwajibiki kafiri. Bihaithu la yutalabu biadaiha liannaha qurbatun wa ta'a,
Kwa hivyo hatakiwi kafiri aambiwi atoe zaka, kwa sababu zaka ni kujikaribisha na Allah na ni taa. Walkafiru laysa min ahli alqurbati wat-taa, na kafiri si katika watu wanaojikaribisha na Allah wala katika watu wa taa. Liannaha tahtaju ila niyya wala tataatta min alkafir, kwa sababu zaka yahitaji niyya na niyya haiwezi kupatikana kwa mtu ambaye ni kafiri. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم. أما كوني واجب juu yake lakini haifai kutoa paka silimu, bimaana pia yeye amrishwa kutoa zaka, lakini akitaka kuitoa ataambiwa nini? Mwanzo silimu kisha ndio utoe zaka. Kuwa ataadhibiwa kesho akhira kwa ajili ya zaka, asema hapa kuna khilaf baina wanavyuoni. Je, kafiri asipotoa zaka kesho akhira ataadhibiwa, ambiwe na hii adhabu kwa sababu ya kutotoa zaka? Hapa kuna khilaf baina alulama. Kisha akasema Sheikh Al-Fawzan, wa fi hadithi Muadh radhiyallahu anhu, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jambo la kwanza akaamrishwa awalinganie katika shahada. Thumma dhakara as-salah, kisha Mtume sallam akataja sala. Thumma qala fa inhum ata'uka fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqa, ay zaka. Ikiwa watakutii katika sala pia, basi waambie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao zaka. Tu'khadhu min aghniyaihim, itachukuliwa katika wale walio na uwezo kutoka yani katika wao, faturaddu ala fuqaraihim, na kurejeshwa kwa wale maskini katika wao. Muttafaqun alayhi. Kwa hivyo zaka yachukuliwa pale 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 watu walipo, kutoka kwa wale wenye uwezo wapewe wale ambao hawana uwezo katika sehemu ile ile. Ndio asli ya zaka, haitolewi upande mmoja ikapelekwa nchi nyingine. Mwanzo itoshelezi wale mafakiri ambao wako sehemu ile ile, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faja'ala al-islam shartan liwujubi az-zaka. Katika hadithi hii Mtume sallama akajalia Uislamu ni sharti ili iwe ni wajibu kwake yeye kulipa nini? Zaka. Kwa tumeona sharti la kwanza al-hurriya, sharti la pili al-islam, kuwa huru awe na muislamu. Ashartu athalith, nikimaliza nitauliza haya masharti. Kwa hivyo kaa chonjo, ikiwa walala kaa chonjo. Swali la wale wenye kulalala ndio swali laja kwao. Sharti la pili tusema la kwanza nini? Al-hurriya, la pili al-islam. Masharti haya mawili tumetaja. طيب الشرط الثالث امتلاك نصاب, kumiliki nisab. Tumetaja kama tulivyotaja mwanzo, tusema nisab, tukasema tutaieleza nisab nini. Fala tajibu fima duna nisab, zaka sio wajib ikiwa ile mali anaomiliki yule mmiliki wa mali iko chini ya nisab. Nisab ni kitu gani? Qala wa huwa qadrun ma'lumun min al-mal yati tafsiluhu, ni kiwango maalumu katika mali, na ubainifu wake pia utakuja huko mbele. Yani katika kila mali kiwango gani kimewekwa kuwa baada ya hapo ni lazima kutoa zaka. Kuna kiwango katika kila mali ya zaka kimewekwa kisheria. Tutoe mfano ili tueleweke. Katika mali ambao asli ni adh-dhahab wal-fidda, kisha ikaingia ndani yake pesa, kwa sababu sasa hizi zinazotumika ni pesa badala ya dhahab wal-fidda. Zamani walikuwa wakitumia dhahab wal-fidda, sasa watumia pesa. Sasa ilipotoka pesa, ulama wakaiweka katika hukumu ya dhahab na fidda. Kwa ile nisab ya dhahab ama nisab ya fidda ndio hiyo nisab ya nini? Ya pesa. Nisab ya dhahab kwa mfano ni gramu ngapi? 85.
kwa kauli. Wamekhtalifiana ulama katika, wengine wamekwenda mpaka zaidi ya 90, lakini tuseme 85. Kwa hivyo ikiwa wamiliki pesa ambazo kiwango chake chaweza kununua gramu 85 za dhahabu, tayari wao wamemiliki nini? Nisab. Kwa hiyo ikiwa kwa mfano 300,000 ya Kenya yanunua, kwa mfano nasema yanunua gramu 85 ya dhahabu, basi itakuwa kuanzia 300,000 kwenda juu tayari ishafika nini? Nisab. Mmenielewa vizuri? Wala sio shilingi 100. Skuli mafundisho katika kila 100 watoa 2 na sumni. Kwa hivyo 100 yako ikitimwa, 100 yako kaa nao mwenyewe. 100 yako hata haitakiwi na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kuwekea watu shilingi 100 pia walipe zaka. Kuna watu huambizana ukiwa na 100 kiketi mwaka utalipa shilingi 2 na sumni. Ili hakuna kitu kama hicho kisheria. Mtu ana shilingi 100 wamlazimisha kulipa zaka, huyu hajafika nisab. Nafikiri hawakuelewa hawa wanaozungumza hivyo, wanasikia 2.5%, wakafikiria ukiwa na shilingi 100 watoa shilingi 2 na sumni, labda kwa mahesabu. Lakini sio kuwa eti mtu aketi na shilingi 100 yake ikipita mwaka aamrishwa itoe zaka. La, nisab ni hivyo tulivyoeleza. Nafikiri nishaeleweka kwa mfano. Sawaan kana maliku nisabi kabiran au saghiran, na hapa muhimu ieleweke, iwe anayemiliki nisab ni mkubwa bimaana shabalighi, au saghiran au ni mdogo ambaye hajabalighi, aqilan au majnunan, awe ni mwenye akili timamu au mwenda wazimu, ni lazima atoe zaka maadamu amiliki nini? Nisab, liumumi aladilla, kwa kuenea hizi adilla, na hapa tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. Kwa hivyo sharti la 3 imtilaku nisab, kumiliki nisab. Sharti la kwanza alhurriya, la pili alislam, la 3 an-nisab. mpaka hapa tuenda vizuri. طيب الشرط الرابع استقرار الملكية, uwe ule umiliki wako wa ile mali ni umiliki uliotimia. Sio tofahamiana, ngoja nieleze vizuri. Bi an la yataallaqa biha haqqu ghairihi, isiwe ile mali imefungamana na haki ya mtu mwingine. Fala zakata fi malin lam yastaqirra milkiyatuhu, hakuna zaka katika mali ambayo umiliki wake bado haujakamilika, haujatimia kwa yule mtu. Kadaini alkitabati, mfano mzuri ni deni la mtumwa aliyeandikishiana na bwana wake. Kwa mfano mtumwa, walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Mtumwa akamuomba bwana wake amwachilie huru kwa mkataba, kuwa mimi nitakulipa nijikomboe nafsi yangu, uniachilie huru. Pesa ngapi? 1,000,000. Haya, tuandikishane hapa, huyu atalipa 1,000,000 nimwachilie huru. Kwa hivyo atamweka atafute zile pesa au yafanye nini, amletea. Kwa hivyo hapa kuna deni hapa la pesa ngapi? 1,000,000. Na 1,000,000 tayari ishafika nini, nisab, ama haijafika? Ishafika nisab, sio? Lakini imefika nisabu ya mdomo tu na maandishi, hajashika pesa yule mwenye kummiliki yule mtumwa. Wanifahamu vizuri hapo? Kwa hapa hakuna istiqrar almulkiya, bado ule umiliki haujatimia kwa yule anayedai. Kwa hivyo ikiwa yumdai akalipa zile pesa zikatimia, sasa zile pesa zikiwa zimefika nisab, zikapita mwaka, zitalipiwa zaka. Lakini wakati bado hajalipa, hatuwezi kumwambia sasa imepita mwaka, kwa sababu hii pesa ni yako, ni deni, utalipia nini? Utailipia zaka. Kwa sababu gani? Lianna almukatiba yamliku ta'jiza nafsihi, ay fayaqulu li sayyidi la astati'u an ufiya. Wakati wowote yule mtumwa aweza kumwambia yule bwana wake, bwana, ule mkataba tuuvunje, mimi bado ni mtumwa, siwezi kulipa. Aweza kusema siwezi, wayamtani'u min al-ada, akatae kulipa, abakie kwa nani? Ni mtumwa, na huyo ashaambiwa alipe zaka, pengine amelipa zaka miaka 2.
kumbe zile pesa hazipati. Kwa hivyo sheria haijakulazimisha kulipa zaka katika kitu ambacho haijastakiri, hazijatulizana zile mali kuwa ni zako kikamilifu. Tuelewana sio hapo? طيب. الشرط الخامس مضي الحول على المال، kupita mwaka kwa ile mali. لحديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، hakuna zaka katika mali mpaka ipitiwe na nini? Na mwaka. رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه. وهذا في غير الخارج من الأرض، نهي أو شرط hili haliingii katika kile kinachotoka katika ardhi, kalhububi wathimar, kama nafaka na matunda ambayo tutataja huko mbele. Fa amma alkhariju min alardi, ama kile kinachotoka katika ardhi, yani kuvuna katika shamba, fatajibu fihi zakatu inda wujudihi, wajibu wa zaka yake ni pale kinapopatikana kile kitu. Bimaana ikiwa ni miezi 6 kwa mfano, kisha zile nafaka ziko tayari kabisa na zikafika nisab, sasa hakuna hapa kusubiri nini? Mwaka. Ni pale unapovuna ndio wakati wa kutoa nini? Wa kutoa zaka. Kwa hivyo hii haiingii katika hulul alhaul, fala yu'tabaru fihi alhaul, hapa haizingatiwi kupita kwa mwaka. Wa inma yabqa tamamu alhauli mushtaratan fi an-nuqud wal-mashiya wa 'urud at-tijara rifqan bil maliki liyatakامل an-nama'u fiha, itabakia kuzingatiwa kwa kupita kwa mwaka katika pesa, mali ya pesa, pia wanyama, katika bidhaa za biashara. Na hili limewekwa kisheria ili kumuonea huruma yule mwenye mali, ili ikamilike kule kukua kwa mali yake. Ana mwaka mzima aikuza ile mali, afanye biashara vizuri na nini, ikipita mwaka ndio ambao atoe zaka, lakini halazimishwi kabla ya mwaka kupita. Qala wa nitajul bahaim allati tajibu fiha az-zakatu wa ribhu at-tijarati hauluhuma haulu aslihima. Na hili jambo muhimu sana pia lieleweke. Asema Sheikh al-Fawzan, kile kinachopatikana kwa wanyama, mazao yale ya wanyama wamezaana, na ambacho ni wajibu kukitolea zaka, na faida ya biashara, mwaka wake watimia kwa mwaka wa asli yake. Bimaana, kwa mfano mwanzo wa mwaka bwana mmoja ameanza na biashara yake na $500,000 mwanzo wa mwaka, akafanya biashara ikazidi ikafika $1,000,000, ikazidi ikafika $2,000,000, mwaka hujatimia. Ikitimia mwaka ana $3,000,000 kwa mfano, ndio yatimia mwaka. Sasa usianze hapa kusema lakini wajua nilipoanza ilikuwa ni only 500,000, sasa mimi nitatolea zaka ile kisha nyingine nitaihesabia kando. Yaangaliwa asli kule ilipofika nisab. Maadamu ulianza biashara yako na ishafika nisab, basi ndio mwaka wake umetimia, utaitolea hiyo $3,000,000, si hata utatolea $500,000. Tuelewana sio hapa? Mwelewa vizuri hapa? Tayeb, narejelea tena. Wanitajul bahaim, na hii hukumu yaingia kwa wanyama, allati tajibu fiha az-zakatu wa ribhu at-tijarati hauluhuma haulu aslihima. Umeelewa? Kwa mfano mbuzi zako zimefika 50 mwanzo wa mwaka, zishapita nisab, sio? Bila shaka mwisho wa mwaka hawatabakia 50 isipokuwa kwa baadhi ya mashamba yetu, lakini huwa wazidi, yani wazidi. Kifika mwaka waweza kufika kama 100, sio? Lakini baadhi ya mashamba hawazidi, wasikia nkufa tu kila siku, nkufa tu, nkufa, wafa tu, akizaliwa mmoja yuafa mmoja, ile idadi haizidi. Almuhim, tutarajia sisi ikifika mwaka utakuwa na mbuzi 70-80, sio? Sasa hapa hautasema kuwa mimi nitalipa
zaka ya ile mwanzo ile, la, utalipa zaka. Tuseme mbuzi wamefika 100, utalipa zaka ya mbuzi wangapi? 100. tuelewana hapa? طيب فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب. ما دام أصلي ilifika nisab, hakuna hapa kuwa uongojee na ile iliyozidi pia ifike nisab, ifike nini, ifike hauli yake, na ile iliyozidi pia ifike hauli yake. Kazi kubwa yotafanya ni ile ile asli yake maadamu imefika nisab. Au wakati ule kwa mfano mtu ameanza biashara yake na shilingi 10,000, haina zaka. Baada ya mwaka 100,000, haijafika nisab, sio? Baada ya mwaka 300,000, sasa ishafika nisab kwa mfano. Sasa pale ndio yaanza kuhesabiwa mwaka, pale alipofika nisab. Ikiisha mwaka ana shilingi 500,000 mfano, hawezi kusema pale lakini asli ilikuwa ni 300,000, kwa hivyo mimi nitatolea 300,000 tu kisha nitaongojea zile 200,000 zilizozidi ifike mwaka wake. Utatolea zote kutoka pale nisab ilipoanza. Ikitimia mwaka utatolea mali yote yako zaka. fa in lam yakun kadhalika ibtudi alhaulu min tamamihima nisab, na hii kama tulivyoeleza. waman lahu daynun ala mu'sirin, na yule ambaye ana deni kwa mtu ambaye ana uzito katika kulipa, fa innahu yukhriju zakatahu idha qabadahu li'amin wahidin ala as-sahih. Hizi zaitwa zaitwaje Mbarak? Bad debts. Siku hizi nyingi sana, Waswahili wana majina yao waita, sitaki kulitaja mtacheka sana, lakini kuna watu kiwapa deni hao usihisabu, hasa wanasiasa. Usiwape wanasiasa deni, hawalipi hao. Mimi nakwambia, sijataja mtu hapa, nasema tu mwanasiasa yoyote usimpe deni. Kwa ufupi, utakuwa mchango, itabadilishwa, tambua hiyo ni mchango umtoa. Almuhimu, umempa deni mtu ambaye halipi au ana uzito katika kulipa kwa sababu hana uwezo, deni huwa latolewa zaka. Lakini ikiwa deni amepewa mtu ambaye ana uzito kulipa, yule sasa halitolewi, haamrishwi mtu alilipia nini, zaka. Lakini mara akalala akaota amlipe yule jamaa, siku hiyo tipwa asubuhi, bwana ile amana yako hii hapa, alhamdulillah rabbaki ya akhi, wama dhalika ala Allah biaziz, Allah mfanye sahali anlipa. Siku ile akilipa ndio utafanya nini, utalipa zaka ya mwaka mmoja ala sahih peke yake. Fahamiana? Manake lau kama sheria ingekuamrisha ulipe zaka, pengine labda ungemaliza kiwango cha zaka, ungemaliza pesa zote zile ambazo wadai mpaka ziishi. Lakini sheria haikukupa uzito huu. Maadamu ana uzito yule unayemdai, huamrishi kutoa zaka mpaka atakapolipa, kwa sababu kuna uwezekano asilipe kabisa. wa in kana lahu daynun ala mali'in badilin, na hapa kinyume cha hivi. Sasa una deni lakini kwa mtu ambaye anao uwezo na iwatoa, labda pengine tu ule mkataba wenu ni kuwa mtakulipa tarehe fulani, haijafika, labda umempa deni mkakubaliana baada ya miaka 2 atakulipa deni lako, si kuwa hawezi. Yani lau kama utakuja una shida sasa hiyo ukamwambia fanya mwezi ujao, atakwambia njoo mwezi ujao nitakupa deni yako, lakini mmekubaliana tu kuwa baada ya miaka 2 utanilipa. Mtu ana uwezo wake na yuwaweza kulipa lile deni, katika hali kama hii, fa innahu yuzakihi kulla amin, hapa atalipia zaka kila mwaka, sababu ni kama pesa zake ameziweka tu, kwa hivyo atalipia zaka. Tumeona tofauti baina wili. طيب وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال, na ile mali ambayo imewekwa kwa ajili ya kuitumia, yani mtu mwenyewe au aimiliki, fala zakata fihi, hii haina zaka. Kaduri sukna, kwa mfano mtu amenunua nyumba yuishi, ile nyumba hailipi zaka. Wa thiyabil badla, mtu amenunua nguo zake, haambiwi mtu alipie zaka nguo zako ulipi zaka. Wa athathil manzil,
vyombo vya nyumba, makochi nini ndani ya nyumba na mabusati kwa mfano, saa haambiwi hisabu sasa una nini na nini kutumia. Wasayarat, na magari pia hayalipiwi zaka. Wadawab almuaddati lirrukubi walisti'mal, na wanyama ambao wamewekwa kwa ajili ya kupanda na kuwatumia. Amenunua ngamia, lakini wale ngamia sio eti ni wa biashara, ni wake wa kupanda tu nyumbani na nini. Katika hali kama hii, hivi vitu vyote hivi havilipiwi nini? Havilipiwi zaka. Wama uidda lilkirai, na kile kilichowekwa kwa ajili ya kukodishwa, kasayarat wadakakin walbuyut, kama magari, mtu akawa nakaa haya ameweka magari, akodisha magari, ama ana mlango wa duka akodisha, ama nyumba akodisha, fala zakata fi aslihi. Kwa hii haya magari na hizi nyumba hazina zaka. Wa inma tajibu zakatu fi ujratihi, zaka iko kwa kile kinachopatikana. Kwa mfano nyumba yako umeikodisha, ile kodi ile, idha balaghat an-nisaba binafsiha au bidhammiha ila ghayriha wa hala alaiha alhaul, ikiwa kile kinachopatikana chenyewe kitafika nisab, au una mali nyingine yako ikaongezeka juu yake ikafika nisab, katika hali kama hii ikifika nisab na kupitiwa na mwaka, itakuwa ni wajib kutolea zaka kile kinachopatikana, si magari na nyumba. Tumeelewana hapa? Tayib, isije nikaeleweka vibaya. Kuna watu wauza magari sasa, yeye kazi yake auza magari ama auza nyumba. Sasa hapa atalipia zaka si kwa kuwa alipia zaka ya nyumba, itakuwa alipia zaka ya nini? Urud at-tijara, ni bidhaa zake za biashara. Kwa hivyo atalipia zaka katika hali kama hii. Tumeelewana tofauti ya vitu viwili. Ama gari yako uitumie nyumbani, hata ikawa ni gari ya milioni 3, milioni 4, milioni 5, imepita nisab, sio hiyo kima yake, lakini sini yako kutumia, haina zaka. Ama wakodisha, au wengine ni transporters, kwa mfano gari zao wazitumia kubeba mizigo, ile gari ile asili yake hailipiwi nini? Hailipiwi zaka. Kinacholipiwa zaka ikiwa kile kinachopatikana pale kimefika nisab na kikapitiwa na nini? Na mwaka. طيب قال ومن وجبت عليه الزكاة. hii faida nzuri sana. Sheikh Al-Fawzan asema, na yule ambaye tayari imeshawajibika kwake yeye zaka, thumma mata qabla ikhrajiha, kisha akafariki kabla ya kutoa zaka, imepita haul, anao nisab, tayari yajulikana kuwa kwa mfano 100,000 hii ni ya zaka, akafikiwa na mauti kabla ya kutoa ile zaka, wajaba ikhrajuha min tarikatihi, hapa itakuwa ni wajib kuitoa ile zaka kutoka katika nini? Kile alichokiwacha. Fala tasqutu bil mauti, zaka haianguki kwa mtu kufa. Le mtu yuwafa, maadamu hauli imepita na nisaba alikuwa nayo, ni wajib kumtolea zaka. Liqauli sallallahu alayhi wasallam, fadainullahi ahaqqu bil wafa, deni ya Allah ina haki zaidi kulipwa. Kama vile watu walipwa madeni yao, deni ya Allah ina haki zaidi kulipwa. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت. kwa hivyo yule mrithi ama anayesimamia ile mali baada ya kufa yule bwana, atatoa ile zaka katika kile alichokiwacha yule maiti, liannaha haqqun wajibun, kwa sababu ni haki ambayo ni ya wajib. Fala tasqutu bil mauti, haianguki haki ile kwa mauti. وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها, na ni deni katika dhima ya yule maiti, ni lazima kumsafisha nayo ile deni, lazima kumtoa ile katika shingo yake ile deni ya zaka. Nafikiri mmeeleweka mpaka hapa. Tayib, kurejea kwa haraka, tumetaja masharti 5 kabla ya kuzungumza hizi fawaid alizozitaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Sharti la kwanza ikawa nini? Al-hurriya, awe yule mtu yuko huru, si mtumwa. Sharti la pili
alislam, awe ni muislamu yule anayetoa zaka. Sharti la tatu an-nisab, iwe imefika nisab, nacho ni kile kiwango maalum kilichowekwa kisheria. Sharti la nne istiqrar al-mulkiyya, iwe amiliki ile mali inayotolewa zaka kikamilifu. Na sharti la tano mudhiyul haul au hulul al-haul, iwe ile mali imepitiwa na nini, na mwaka. Na hii ni katika mali maalum, zile ambazo zimewekewa kisheria ni mpaka zipitiwe na mwaka. Na kuna mali ambazo wakati zinapopatikana ndio tolewa nini, zaka, na pia tumeyataja. Umeelewana? Kwa haraka haraka, ikiwa ile mali yafaa itolewe zaka, tulitaja kuwa itaangaliwa asli yake pale inapofika nisab. Kuanzia pale ndio itakuwa hesabiwa nini, mwaka. Kwa hivyo ikifika mwisho wa mwaka, kitakachotolewa zaka ni ile asli ama kilichopatikana mpaka mwisho wa mwaka? Kile chote kilichokusanywa pale mwisho wa mwaka ndio chatolewa nini, zaka, kwa sababu asli yake pale ilikuwa tayari shafika nisab, imefikia haul. Tuelewana hapo? Tayeb. Jambo lingine ambalo tuligusia hapa ni kuhusu masala ya deni. Masala ya deni, ikiwa deni ni kwa mtu ambaye ana uzito katika kulipa, hapa haamrishwi mtu alipe zaka kila mwaka, bali atalipa siku ile atakapofanya nini, atakapolipwa, atalipa ya mwaka mmoja peke yake. Ama ikiwa anayedaiwa lile deni ni mtu ana uwezo na atalipa, pale itabidi kila mwaka ile mali itolewe nini, itolewe zaka, hata kama iko kwa yule mtu, kwa sababu ni kama umeiweka kisha utaichukua mali yako. Jambo lingine ambalo pia tumeligusia ni kile ambacho mtu amekinunua kwa ajili ya kutumia mwenyewe, kama kwa mfano gari, nyumba na vitu vinginevyo kama nguo. Hivi vitu havina nini, havina zaka, havina zaka. Ama ikiwa ameweka kwa ajili ya kukodisha, kile kinachopatikana, ile faida inayopatikana au ile kodi inayopatikana pale, ndio ikifika nisab ikapitiwa na mwaka itatolewa nini, itatolewa zaka. Kisha tukazungumzia masala ambaye mtu ambaye imemwajibikia yeye kutoa zaka kisha akafikiwa na mauti, ni wajibu juu yake kulipiwa zaka. Kwa kabla wale warithi hawajaanza kupigania ile mali, mwanzo walipe ili deni la zaka. Anaki Allah subhanahu wa ta'ala sema min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain, na hii ni deni la Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili watu hawaelewi, kuna baadhi ya warithi hawaelewi. Aweza kufa yule maiti au yule bwana amefariki pale, katika faraidha wasema mata mayitun, almayit yamut. Naam, yamut. Allah yaqul nabi sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun wa innahum mayitun. Mayit bitashdid alhayy alladhi sayamut, ni yule aliyekuwa hai ambaye atakufa. Ndio maana watu wa faraidha wasema mata mayitun, iko sawa kabisa ibara. Mata mayitun haimaanishi maiti amekufa, sababu maiti hafi. Mata mayitun, tulikuwa na mwalimu mmoja apenda sana sema mata mayitun katika somo la faraidha, lakini wakati ule nilimuuliza mata mayit, sasa maiti yafa vipi? Akaanza kucheka, sema mimi sijawahi kufikiria hivyo, hakunijibu. Lakini baadaye kuna mwalimu Yaman kule wa nahwu, jazallahu khairan, ndio akatueleza maana yake mayit, akatoa hii aya innaka mayitun, na hii maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yuko hai, innaka mayitun wa innahum mayitun, yani yule ambaye yuko hai atafikiwa na mauti. Sawa? Kwa hivyo yawezekana kusema mata mayitun. Tayib, kwa mfano amefariki mtu na yule mtu ana wasia na ana deni. Kabla ya watu kuanza kugawanyiana urathi, mwanzo yaangaliwa nini? Wasia na deni, kisha ndio watu watarithi. Tuelewana sio hapa? Kwa hivyo haiwezekani watu kuanza kurithi wakati huyu ana nini? Ana deni, na deni la Allah ni haki zaidi kulipwa. Sasa kuna baadhi ya watu baba zao wafariki wana deni, asema hilo atajua na yeye na Allah kule mbele bwana. Sisi wallahi alazim hii yafanyika, na mimi najua cases wazazi wamefariki na deni, wale watoto wakataa kabisa kulipa, hawajui waadhibiwa baba yao na lile deni,
lakini waradhi adhibiwa afe kule aliko, afe tena afe kule aliko, sankufa afe kule, lakini sisi mali yetu. Sasa a'udhu billah, yani kupata watoto kama hawa, hii ni balaa wallahi, adhabu ya akhi, sallallahu alaihi wasallam, adhabu. Ingawa ikiwa yule baba alikuwa na nia ya kulipa, Allah subhanahu wa ta'ala yuadhi anhu, Allah atamlipia hilo deni, na nyinyi mtabeba dhambi ya kukataa kutoa haki za watu wakati yule aliyefariki ana nini, ana mali na ni haki ya watu ile. Wallahu almusta'an. Babun fi zakati bahimati al-an'am, hiyo ndio tutaanza kesho. Sasa tutaanza moja baada nyingine, tutaanza na wanyama insha Allah taala katika kikao cha kesho. Babu fi zakati bahimati al-an'am, sawa. Na haya tuyazungumza hapa kama jana, na tanabaisha tu mwisho. Kuna watu hapa msikiti wetu, hapa msikitini hapa, Masha Allah, wana maswali kila wakati, tena maswali mazuri sana. Sikusudii mtu fulani, watu wengi tu, lakini kuhudhuria darasa hahudhurii. Mtu hahudhuria, hana habari kabisa na darasa kabisa, lakini akija atakakwambia hii, wajua hujasomesha hii, wewe wakaa wewe, hii atakano tusomeshe bwana, yeye hujasomesha, kaa usome. Sasa hii zaka yafundishwa hapa, nitamaliza hapa, wewe fuga mbuzi zako huko liko, njoo uniulize, alafu ile zaka ya mbuzi ilikuwa ngapi, nitakwambia nenda katafute kile kitabu ufungue usome. Kuna wengine watakaoambiwa hivi, ndio mjue umuhimu wa kukaa chini kusoma. Jamani, hebu tukaeni tusomeni, tukaeni tusomeni, hii ni neema wallahi. Sisi tuna wakati tukaa tusomeshana, watu wengine hawapati neema kama hii. Tusiichezee wallahi, tusiichezee hii neema. Kuna watu mimi nawajua, majirani tumu, hata siku moja hakai chini kukaa msikitini, wallahi alazim. Kuna watu wa nchi za mbali watamani wawe watapata nafasi ya kukaa chini kusoma, na kuna watu kama jibahalulu tu, lenda huku likirudi huku, yani huwezi kumlazimisha mtu, lakini wao muone uchungu, huyu wenda na ujinga wake huku, akirudi huko kwenda huko, akiulizwa swali kila siku kusomeshwa ilmu ya, hata akiulizwa maana la ilaha illa Allah hajui, na iweishi mali kila siku kusomeshwa tauhid, kusomeshwa fiqh, kusomeshwa hiki na kile. Jamani, hebu tusomeni jamani. Alafu hawa alghaib hawa ambao hawahudhurii kwenye darasa, likitokea jambo msikitini watu sumbua, hawa ndio wanaosumbua wakubwa. Inkosea tu hii swala onyesha yafaa iregelewe, wewe ulikuweko darasani kifundishwa hii swala, ikitokea hivyo utafanya nini? Siku moja msikiti mmoja imamu alikosea salatu al-isha, sio raka 3 sio 5, kitu kama hicho. Basi hapo, baada ya hapo watu wakigeuka hayat kibar ulama kama lajna daima, yani imekaa msikitini, sisi tuona hivi, sisi tuona hivi, watu wakajadiliana pale msikitini. Basi imamu akasema kuondoa hii tatizo lote, wacha regelee tena swali, wakaswali raka 8 hapo kama tarawih, ambapo ilikuwa ni jambo dogo tu la tatulika hivi. Basi ya nini bwana, ikhtilafi intokea, yani kama mbele maulama wale walio nyuma, ikhtilafi intokea nini, tuswalini tena, kumbe wajui kuswali tena, ni kama wanaongeza juu ya ile swala ambayo tayari washaiswali. Sasa hii tabu yaje kwa sababu hatutaki kufanya nini, kusoma. Hapa si madrasa bali ni msikitini wallahi. Kwa hiyo kukaa tu pale unkaa kando usikiliza, faida ngapi wapata? Wakaa tu, hujashika kalamu, hujashika, huna mtihani utaulizwa, hauna chochote, wewe kaa tu sikiliza, uende zako. Leo nshika hiki, kesho kile, kesho hiki, kesho kile. Wajua hii haramu ya halali pia. Hii jamaa iwakimbia, sasa tukufanyeje? Shauri yako man. Zaidi ya hivi tunavyofanya tosha wallahi. Mimi si kitambo, juzi tu mtu anifuata na bana swala fulani jezumzi, naomba singalia, wamuone yule Shafi yuko pale kwenye pembe pale, hebu kamfuate mwambie akupe audio hiyo tuzungumza mwaka jana, sijui mwaka gani huko mambo yanazungumzwa. Mtu akwambia lakini sijui mimi kama izungumzwa, wahudhuria na simuone hapa tunkaa sasa hivi simuone. Kwa hivyo Allah ikhwani, Allah tujitahidi kutafuta elimu. Hii dini si ya mazuka bwana, hii dini ya watu wasomi. Hii dini ya Allah yataka watu wasome. Usikurupuke tu wewe ukaanza kutoa maneno yaeleweki, alafu ghafla tuamuna mtu amekuwa shekhe na hataki kusoma.
ndio pale sasa watolewa fatwa za ajabu ajabu mnazozisikia nyinyi za YouTube. Nyote mwazijua hizo fatwa. Mtu atoa fatwa ili apate followers. Kwa hivyo haya mambo yataisha ikiwa watu watasoma. Wewe wasema tu fatwa tutoa. Wako watu Mombasa wataka kusikiliza mambo kama hao, wacheke tu. Wallahi alazim, mtu aweza kuketi hivi akatoa fatwa ya ajabu ajabu hivi, alafu huyo akaenda zake, watu unsikia ile fatwa bwana, kisha tena ikasambazwa na watu watahabari hawana. Nasallallahu alafiyata wassalama, wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.